Tumsifu Yesu Kristu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, karibu katika historia fupi ya kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, kutoka katika kigango cha Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili Vingunguti, katika parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Vingunguti, hapa jijini Dar es Salaam. Mwanzo wake wa kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, ikionyesha zaidi juu ya neema na baraka za Mwenyezi Mungu kupitia mama Bikira Maria, mama wa huruma, mama wa neema na baraka tele, aliyezishusha ndani ya kwaya hii. Hapa tunaye mwenyekiti wa kwanza kabisa wa kwaya ya Bikira Maria. Ataenda kutuonyesha na kutuhadithia yote juu ya kwaya hii. Kwa majina naitwa Suzana Godfrey Mrope, ni mwanzilishi wa kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili, ambayo inapatikana katika parokia ya Vingunguti ya Teresia ya Mtoto wa Yesu. Chanzo cha kwaya ya Bikira Maria kuitwa mkingi wa dhambi ya asili ni baada ya kupata kigango chetu cha mji mpya ambacho kinaitwa Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Hivyo na kwaya yetu tukaamua tuiite Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili kwa sababu ni kwaya mama. Naam, kama Waswahili wasemavyo, penenia pana njia, na bila kupata viongozi walioimara mambo hayawezi kwenda. Sasa mwenyekiti anaenda kutuhabarisha juu ya mchakato mzima uliofanyika mpaka kupata wanakwaya na idadi kamili ya wanakwaya wa Bikira Maria, wanakwaya wa kwanza na uongozi wa kwanza. Kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili ilianza mwaka 2006 mwezi wa 6, tukiwa na idadi ya wanakwaya 25. Kati ya wanakwaya hao kuna baadhi wengine ninawakumbuka, akiwepo kwanza mwalimu wetu wa kwaya alikuwa anaitwa mwalimu Alexi Mbelungu, na mzee Rudo ambaye ndo alikuwa chachu kubwa ya kuanzisha kwaya hii, nikiwepo na mimi mwenyewe kama mwenyekiti. Kuna Kambona, kuna Elizabeth Mrope, kuna mama Kevi, kuna mzee Mruge, kuna Prosper, kuna Francis, kuna Chile, kuna Cecily Ng'ong'o. Hao ndio baadhi ya wanakwaya ninao wakumbuka. Ukafanyika uchaguzi. Baada ya kufanyika uchaguzi, mimi mwenyewe nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kwaya. Msaidizi wangu alikuwa Mruge na katibu alikuwa ndugu Prosper, na katibu msaidizi alikuwa Nyagomano, na mweka hazina wetu alikuwa mama Kevi. Hapo ndio kwaya Bikira Maria ilipoanza safari yake ya uinjilishaji. Umenibariki Mungu Mwenyezi, umenibariki na nyumba yangu. Asante Mungu, umenibariki Mungu Mwenyezi, umenibariki na nyumba yangu. Asante Mungu. Baada ya kuendelea na safari yetu ya uinjilishaji, tunashukuru Mungu, tuliendelea kuimba kwaya. Changamoto zipo lakini tulipambana nazo, na mpaka hivi sasa ninavyoongea kwaya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili inaendelea kuinjilisha. Lakini baadhi ya wanakwaya hawapo kutokana na sababu mbalimbali za kimaisha, ikiwepo hata na mimi mwenyewe hata hivi sipo, nipo nyumbani kwangu, nilibarikiwa kuolewa na wanakwaya kadhaa. Lakini yanapotokea majanga waga tunakutana na waombea wanakwaya Bikira Maria wasivunjike moyo, waendelee kuinjilisha kama kwaya yetu inavyosema, mama Maria mama wa wote. Wawe na wito wa kuimba kwaya, maana kuimba kwaya ni kujituma, kwa sababu muda mwingi wa kufanya shughuli zako unakubidi saa nyingine upo kazini, lakini inabidi uache kama kweli una nia kuimba kwaya uende ukaimbe. Kuimba kwaya ni utume na kujituma.
Naam, hii ilikuwa ni historia fupi ya kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili inayopatikana katika eneo la Vingunguti ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tumeiona kwa ufupi juu ya kwaya ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Hakika ni kwaya iliyoanzishwa kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumemsikia kiongozi wa kwanza kabisa wa kwaya ya Bikira Maria akituelekeza na kutueleza juu ya utume huu ambao waliufanya, lakini hatimaye kutokana na sababu mbalimbali watu walianza kutoka, wengine waliolewa, wengine wakajenga majumba yao, na hivyo wakahama kutoka katika kigango cha Vingunguti na kuelekea sehemu tofauti. Lakini kwa neema na baraka za Mama Maria, kwaya hii haikufa, bali kwaya iliendelea kudumu milele na milele mpaka hivi sasa. Kwaya bado imesimama. Kwaya ya Bikira Maria kwa sasa ina uongozi wake ambao ni uongozi uliothubutu katika mambo mbalimbali. Hakika ni kwaya iliyobarikiwa mambo mengi. Sifa na utukufu ni kwa Mungu, kwa yeye atupai neema na baraka zake. Waswahili husema lenye mwanzo alikosi mwisho. Ulikuwa nami Mr. Andrew G. Mrope kutoka hapa katika kwaya hii ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Na ndugu msikilizaji, jambo la msingi kabisa, usisahau kusubscribe channel yetu ya BMM Vingunguti, Dar es Salaam. Hakika ni furaha na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Subscribe, comment, like ili tuzidi kuendeleza kusudi kubwa la Mwenyezi Mungu la kumsifu na kumtumikia, kwani yajayo yanafurahisha.